watumishi wa Bwana. Amen. Mlioimba kwa nafasi zenu zote, wachungaji mbarikiwe. Amen. Ndugu yetu anayeimbisha, huyo ndugu abarikiwe sana. Amen. Amen. Sijui anaishi wapi. Ni mtu mzuri. Makambako. Ni jirani tu hapo. Naona. Sasa tunasoma kitabu cha Mathayo sura ya 24. Kitabu cha Mathayo sura ya 24. Tunasoma mstari wa 3 na mpaka hapo chini kidogo. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Maana taifa itaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi, mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Basi hapo mtakapoona chukizo la uharibifu alilonena Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilia mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye sambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Mbeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Napenda kuzungumza na wewe naye nisikiliza. Labda uko nyumbani au uko kwenye biashara yako, kama ulivyozoea kufanya biashara, ndio, au uko hapa kwenye uwanja huu, na kuna nyakati za mwanadamu, lakini kuna wakati wa Mungu mwenyewe. Leo niseme na wewe kwa habari ya siku za mwisho. Tangu wakati wa ujazo wa Roho Mtakatifu, siku ya Pentekoste, tunaishi nyakati za mwisho. Hata sasa tupo nyakati za mwisho. Amen. Injili tunayohubiri ni injili ya nyakati za mwisho. Amen. Lakini kuna siku ambayo inakuja, ambayo hiyo itakuwa ni hitimisho la mambo yote. Amen. Sasa tupo nyakati za hatari, tunasogea. Ndio. Kama ni barabarani, maana yake tunatembea kwenye barabara ya utelezi. Amen. Panatakiwa kuwa makini. Amen. Hawezi kupuuza wakati wote ule. Amen. Na Yesu alipozungumza nyakati za mwisho, baada ya kupata maswali kadha wa kadha, Yesu alichanganya mambo yote. Kwenye sura ya 24 Mathayo anamweleza Yesu yale aliyosema
Amen. Unaposoma Biblia usichanganye mada. Amen. Biblia wakati mwingine soma kisomi pia. Amen. Yesu alieleza mambo hapa. Amen. Mengine aliyosema yalishapita. Amen. Mengine alisema hapa yapo sasa yanatokea. Amen. Mengine aliyanena wakati huo lakini hajatokea bado mpaka sasa tunayasubiria. Amen. Lakini seme kwamba ipo siku inakuja ambayo dunia itabadilishwa. Amen. Yesu atatumwa na Mungu toka mbinguni, atashuka duniani. Amen. Siku ile haitakuwa imepangwa na Mtanzania. Amen. Wala haitapangwa na viongozi wa serikali. Amen. Wala haitapangwa na viongozi wa dini. Amen. Itakuwa ni siku ambayo Mungu atakuwa ameiandaa. Amen. Na kwa sababu atakuwa ameiandaa Mungu mwenyewe, atamtuma Yesu. Amen. Ya kwamba inatosha, shuka ukawachukue wanangu. Amen. Itakuwa ni siku ya pekee sana. Amen. Kutakuwa kumekucha kama kunavyokucha. Ndio. Kutakuwa uenda na jua kama unavyoliona. Ndio. Wauzaji wa special wataenda kuuza kama kawaida. Ndio. Wanaouza mili yao wataenda kufanya biashara kama kawaida. Maana kuna watu wanauza bagia, anauza vitumbua, vikiisha naanza kujiuza na yeye. Yesu akija atakuta yote yanaendelea. Kwa sababu kila mmoja sharti alipwe sawasawa na matendo yake, sawasawa na kazi yake. Tunaleta taarifa njema kabla dakika ya mfalme haijafika ya kuja mkolango, ili awachukue waliokubali kuokoka, waliokubali kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Amen. Na itakuwa ni siku ya tofauti sana. Yesu atakuja. Na atakapokuwa nakuja, walio watakatifu maisha yao yatakuwa yamepangwa sawa sawa. Atakaa angani kama sumaku inayonyakua chuma. Watanyakuliwa watakatifu. Hawataondoka wenye dini. Maana una dini lakini ilizi nayo pia unayo. Una dini lakini wewe ni tapeli. Umezulumu watu wengi. Hata kama unaimba kwaya lakini wewe ni mchawi. Ulirithi kwa bibi yako ilipozikwa. Ulichukua kitenge kilikuwa kina asili ya uchawi. Mpaka leo unawanga. Unawangia mpaka wanakwaya. Roho ya uchawi iko ndani yako. Yesu anakuja kuchukua walioacha uchawi, walioacha zinaa. Anakuja kuwachukua walioacha sigara. Yesu haji kuchukua walioshika dini ya babu yao. Anakuja kuwachukua walio watakatifu, waliokubali kuokoka, waliokubali kuacha dhambi. Hao ndio watanyakuliwa. Watakuwa na kibali cha kuondoka. Haleluya. Dakika sio nyingi anatokea yeye aliyekuumba. Maana umeumbwa kwa sura ya Mungu. Hata kama umevaa hizi, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Hata kama wiki iliyopita ulichepuka mchepuko wa hatari, kuna michepuko mingine ni ya hatari. Baba mmoja alikimbia na suruali, maana amefumanizwa upande wa pili. Alichanganya miguu, suruali iko mkononi na bukta tu ina mistari myeupe. Hatari. Anakula liasa, anarudi nyumbani, anafika pale piga kichwa mlango, wameloki ndani. Na hapo wanaomfukuza wako zilani. Anakimbia zunguka kwenda bafuni, anajifungia huko. Hali ni mbaya. Watoto wanatoka, anasema watoto msitoke, atoke mama yenu, na hali mbaya. Hatari. Kuna siku atakukuta mabaya, yatakukuta mambo ya hatari. Kuna michepuko mingine ni ya hatari, yatakukuta magumu. Ni bora leo ugeuke, uamini Yesu Kristo aliye hai. Lazima kubadilika. Watu wa Mkolango na
imefika ya kwenda kwa Mwokozi. Dakika imefika ya kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio wakati wa kushika dini, sio wakati wa kushika ilisi, sio wakati wa kushika uchawi. Kamata Yesu. Ni majira ya kumpokea mwana wa Adamu. Kiongozi wa dini anahangaika kila siku nenda kwa amani ya Bwana. Ndio. Kumbe usiku nakuja kumjaribisha. Ndio. Kama nguvu yake iko kubwa kuliko ya kwako. Ndio. Anasema nenda na amani ya Bwana. Ndio. Kumbe Bwana hayupo. Kuna mapepo. Amen. Haleluya. Yesu anakuja sasa. Ndio. Dakika usiozani. Amen. Mwana wa Adamu anashuka. Amen. Aliyezifanya mbingu. Amina. Kuwachukua walio wake. Haleluya. Hata kama vyombo vingekata, Yesu anakuja. Anakuja kuwachukua. Kubali kutubu dhambi na kuziacha. Maana watu wanatubu dhambi lakini hawaziachi. Unaungama Jumapili lakini hujiacha. Jumapili ijayo unaungama tena. Unatesa wachungaji wakaondoka waliofanikiwa kutubu dhambi na kuziacha. Parapanda ikilia watanyakuliwa. Watakwenda na Bwana waliotubu dhambi na kuziacha. Haleluya. Anakuja mwana wa Adamu. Ndiyo. Yeye aliyekuumba. Sura yake ni hiyo hiyo uliyoipeleka kwenye baa. Hiyo ni sura ya Mungu uliyoipeleka kwenye sigara. Umechoma mapafu mpaka yamebadilika. Hiyo ni sura ya Mungu unayoruka usiku wa manane kwenda kunyonya damu za watu. Hiyo ni sura ya Mungu. Utajibia siku moja. Maana anapokuja utatakiwa utoe hesabu ya maisha yako ulivyoishi. Anakuja kumlipa kila Mtanzania sawa sawa na kazi yake, sawa sawa na matendo yake aliyotenda. Yesu mwana wa Adamu yuko mawinguni, anakuja. Anakuja dakika yoyote. Anashuka kifalme. Anashuka kwa nguvu ya kutisha. Anakuja kuwabeba watoto wake waliokubali kuokoka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni mfalme. Ndio. Sema Yesu ni mfalme. Yesu ni mfalme. Siku moja nimepanga nyumba. Ndio. Wakanipangisha nyumba ambayo walikuwa nafugia misukule. Ndio. Ipo sio michache, ni mingi sana. Ndio. Nikakaa hapo kwa amani. Ndio. Watu wanashangaa. Unaishi amesema hizi sawa tu. Mbona hapo unaishi kwani pakoje? Naishi ni naye mfalme. Iko na raha ya kutosha. Haleluya. Yule mama alileta chakula. Wakati ameleta nikasema acha nitoke kidogo. Nikachukua maziwa mganda hapo kidogo kwenye duka la pili yake hapo. Naporudi chakula kimelika upande mmoja na mvuke unatoka, na kwamba wamekula sekunde hiyo. Nikasema kama mpo walaji hapa msiogope, tuendelee kula pamoja. Nilitandika msosi pamoja na misukule. Misukule. Mfalme walishangana hizi na hizi ni amani kama swali. Hakuna pepo wala hakuna uchawi wala hakuna msimu. Yesu ni mfalme. Achae na mawingu. Ukimpokea leo analeta ufalme ndani yako. Atawala popote unapokanyaga, anakuwa salama. Yesu anakuja. Ndio. Amen. Amen. Dalili ya kwanza inayoonyesha Yesu anakuja ni injili kuhubiriwa kila kona. Injili ipo kila kona. Makambako mikutano inaendelea. Nenda Mafinga mikutano inaendelea. Mkolango mikutano inaendelea. Hata vilabuni sasa hivi hawapigi zile zingine, wanapiga za injili. Injili inaendelea kwenye mabaa. Injili inaendelea kwenye magari yote. Hata makahaba anapoenda kufanya ukahaba kwenye simu yake anapiga gospel.
anapiga gospel, anaenda kuuza mwili, anapiga gospel. Injili inahubiriwa kila kona. Dalili ya kwanza ni hiyo. Injili anasema sharti ihubiriwe kila kona, ndipo ule mwisho upate kuja. Injili imepenya kila kona, imefika mpaka Maameni, inahubiriwa injili. Tulienda kwa mganga wa kienyeji, tunahubiri kijiji fulani, tukasema mganga inatosha, Yesu ni mwokozi. Akasema sawa, na waelewa, acha niite wagonjwa wasogee na wenzangu wasikiliza habari njema. Injili inahubiriwa na waganga wa kienyeji. Hakuna mchezo. Maana ukirusha kichomi kinakurudia mwenyewe, unafariki. Haleluya. Alisema injili itahubiriwa kila kona. Sasa hivi ukiangalia injili ipo kila kona, inapenya inakwenda injili. Lakini dalili ya pili, sema dalili ya pili, maasi kuongezeka. Maasi yameongezeka, yameenda kila kona maasi. Kuna maarifa yametokea ya namna ya kufanya dhambi. Yani wafanya dhambi sasa wamepata teknolojia mpya ya kutenda dhambi. Maasi yameongezeka na kuzidi na kuzidi. Inaonyesha Yesu yupo karibu. Yupo karibu. Yupo karibu. Yupo karibu. Maasi yaliongezeka Sodoma. Wanaume walianza kuoana wenyewe kwa wenyewe. Mungu hakunyamaza, alishusha kiberiti. Maasi yaliongezeka kipindi cha Nuhu. Mungu hakukaa kimya, alishusha maji akagarikisha wote. Mungu hajawahi nyamaza mahali maasi yanaongezeka. Sasa zikianza ndoa za jinsia moja, hakuna mahali Mungu aliwahi kukaa kimya. Tanzania zimeanza ndoa za jinsia moja. Vijana wanatembea suruali zinadondoka. Kumbe wameshaanza utani. Yani wameanza kufanya dhambi, wameanza ukorofi. Hawasemi tu. Mama moja akasema, kwa nini kijana wangu amefeli? Wanasema mbona ni shoga aliyebobea hapa shuleni, anakula hela za watu. Ni shoga kabisa aliyebobea.